Makombora ya masafa marefu yalirushwa kutoka Yemen na kundi la Wahouthi kuelekea Israel leo Jumanne Septemba 16 mwaka 2025 katika tukio ambalo limezidisha mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Jeshi la ulinzi la Israel limethibitisha kuwa kombora hilo lilidunguliwa kabla halijafika kwenye ardhi ya Israel na hakuna taarifa za majeruhi au uharibifu ulioripotiwa hadi sasa. Ving'ora vya tahadhari vilisikika katika maeneo ya katikati mwa Israel, maeneo ya Jerusalem na baadhi ya makazi ya walowezi katika ukingo wa Magharibi. Shambulio hili limetokea muda mfupi baada ya jeshi la anga la Israel kufanya mashambulizi ya angani katika bandari ya Hodeida, eneo linalodhibitiwa na waasi wa Houthi huko Yemen. Israel imesema kuwa bandari hiyo inatumiwa kama njia ya kupitishia silaha zinazotumika katika mashambulizi dhidi yake, hasa kutoka kwa makundi yanayoungwa mkono na Irani kama vile wa Houthi. Katika majibu yao, Houthi wamekuwa wakisisitiza kuwa wanashambulia Israel kama sehemu ya kuonesha mshikamano wao na Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Tangu tarehe 18 Machi mwaka huu, wakati jeshi la Israel lilipoanzisha tena mashambulizi dhidi ya Hamas huko Gaza baada ya kusitishwa kwa muda wa operesheni hizo, kundi la Houthi limekuwa likiongeza mashambulizi dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa takwimu za kijeshi zilizotolewa, Houthi umezindua jumla ya makombora ya ballistic 84 na ndege zisizo na rubani takriban 37 kuelekea maeneo mbalimbali ya Israel. Licha ya ufanisi wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel kama vile Arrow na David Sling, hali ya tahadhari inaendelea kutanda katika maeneo mengi ya Israel kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi. Raia wametakiwa kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo ya usalama pindi wanaposikia milio ya ving'ora au taarifa za dharura kutoka mamlaka husika. Kwa sasa bado hali ni tete, huku jumuiya za kimataifa zikiendelea kutoa wito wa kutuliza mvutano kati ya pande husika. Mashambulizi haya mapya yanazidi kuongeza hofu ya mzozo mkubwa wa kikanda, hasa ikizingatiwa uhusiano wa karibu na Houthi na Irani pamoja na msimamo wake mkali dhidi ya Israel na mashambulizi yote yanayolenga raia wake.